Basi hapa nataka kuwapa hadithi kidogo ya Samueli na Sauli, na ninajua kupita kwa hiyo njia kunao milango itafunguka, kunazo baraka zitafunguka kwa ajili ya Bwana. Jitukuze katika maisha ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa kitabu cha Samueli wa kwanza 9 kuanzia pale mstari wa 3 hadi 10. Kuanzia mstari wa 3 hadi 10. Nataka tukisoma usikize kwa makini na ushike ile neno, kwa sababu kupita kwa hiyo neno kuna ukombozi, kuna kuinuliwa na Mungu kufungua njia za wengi. Neno la Mungu inasema hivi: na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, aya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukatafute punda. Naye akapita katika nchi ya milima ya Efraimu, akapita katika nchi ya Shalisha, akapita lakini hawakuona. Kisha wakapita katika ya nchi ya Shalimu, wala uko hawakuwako. Wakapita katika nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia mtumishi aliyefuatana naye, aya, na turudi, baba yangu asija akaacha kufikiri habari za punda, akafikiri sisi. Hivyo basi, hawa ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa wamejitolea kwa ajili ya kwenda kutafuta punda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni najua tumefungua. Haleluya. Tumefungua. Hivyo najua jioni mambo haitakuwa mabaya. Basi huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Samueli na mtumishi wa Mungu Sauli. Sauli alikuwa na baba yake, Bwana Yesu asifiwe, ambaye alimtuma kwa ajili ya kutafuta punda. Walikuwa wamepoteza punda. Haleluya. Basi Sauli akaitwa na babake, akaambiwa, nenda uchukue mtumishi mmoja ambaye mtaenda naye kutafuta zile punda. Na wakaanza safari ya kutafuta punda. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi walitafuta zile punda, lakini hawakuzipata. Na wakati walikosa kuzipata, basi ikawa wamefika katika nchi ya Sufu. Haleluya. Sauli akamwambia yule mtumishi ya kwamba na turudi, kwa sababu wametafuta punda wamekosa. Warudi kwa sababu baba yao asiache kutafuta, asianze kuacha kuwaza habari ya punda, akaanza kututafuta sisi. Haleluya. Manake ilikuwa ni karibu siku 3 wakizunguka wakitafuta punda bila kuwapata. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kumaanisha kwanza, hata ilikuwa na maana ya kupoteza zile punda ili waanze hiyo safari na kufika katika mji wa Sufu. Wacha tuone walipofika pale, basi wakasema namna gani. Mstari wa 6, naye akawaambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo utukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tuendaye tunayoiendea. Basi wakati huo Sauli alipomwambia mtumishi wake warudi, akamwambia, pana, katika huu mji kuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kuambia habari ya punda mahali wako.
maana ni mtumishi. Ukifika kwake anakuambia chochote ambacho unahitaji kwake. Bwana Yesu abariki maandiko yake. Haleluya. Mstari wa 7, ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tupelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kupelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akajibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Haleluya. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu sema hivi, haya twende kwa mwonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya twende. Wakaenda mpaka mji ule aliokuwamo mtu wa Mungu. Bwana bariki maandiko yake. Basi wakiwa pale wakijadiliana, mtumishi ambaye alikuwa na Sauli akamwambia Sauli ya kwamba kunaye mtu wa Mungu mahali ambapo tukienda anaweza kutuambia mambo yetu yote. Basi Sauli akamuuliza, na tumwendee tukiwa na kitu gani? Manake wakati ule watu hawangeenda kwa mtumishi wa Mungu kuuliza jambo bila kushika kitu chochote, aidha chakula ama fedha. Bwana Yesu asifiwe. Wakajadiliana, wakapata wana fedha, na wakaanza safari ya kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Basi twende pale mstari wa 15 mpaka 21, tusikie neno la Mungu inasema namna gani. Basi Bwana alikuwa amefunulia Samueli siku moja kabla ya Sauli ajawaendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu wa watu wangu Israeli, naye hatawaokoa watu wangu na mkono wa Wafilisti. Maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu ya kilio chao kimenifikilia. Mstari wa 17, hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakaye wamiliki watu wangu. Bwana bariki maandiko yake. Basi pale mtumishi wa Mungu walipoenda kutafuta ule mtumishi wa Mungu, kumbe naye Mungu alikuwa ashaandaa mawazo ya mtumishi wa Mungu Samueli kwa ajili ya kutia Sauli mafuta. Lakini Sauli hakuwa na habari ya kwamba akienda kule hataenda kutiwa mafuta. Yeye kwa mawazo yake alikuwa anawaza habari ya kuambiwa mahali punda wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So ukiangalia hii story vizuri, ni kumaanisha kwamba hata kupotea kwa punda kulikuwa ni mpango wa Mungu. Wakati mwingine unaweza poteza kitu na uanze kukifuatilia, kumbe pale kuna mpango wa Mungu, anahitaji labda kufanya divine connection. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakawa wanatafuta punda, wakaenda nchi mingi lakini hawakupata. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda villages, wakaenda sehemu nyingi, hawakupata wale punda. Basi ndipo wakajadiliana, wazo la Mungu likaja ndani yao, wakasema wacha twende kwa muonaji, labda anaweza akatuambia mahali zile punda ziko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi walipojadiliana wakazikizana na wakaanza safari ya kwenda kule. Kumbe naye Mungu already ameongea na mtumishi wa Mungu Samueli, akamwambia kuna watu watakuja kesho wakati kama huu. Just angalia that connection. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hiyo connection vile inaingiana, Mungu akiwa na mpango mzuri kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi wao hawakuwa na habari ya kwamba kuna jambo Mungu ameambia mtumishi wa Mungu Samueli. Basi wakaenda wakapatana kule. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati Samueli aliona Sauli, Mungu akamnenea akamwambia, ule mtu nilikuambia ndio huyo. Haleluya. 18, ndipo Sauli akakaribia Samueli langoni akasema, tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Samueli akajibu Sauli akasema, mimi ndimi. Haleluya. Mpaka hata wakati walikaribia, Mungu akapeleka Sauli kwa Samueli mwenyewe, akauliza huyo mwonaji Samueli yako wapi? Kumbe Samueli mwenyewe ndio wanauliza, akamwambia ni mimi. Haleluya. Basi Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji, tangulia mbele yangu ukwae mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakwambia yote ulio nayo moyoni mwako. Bwana bariki maandiko yake. Mstari wa 20, na wale punda zako waliopotea siku hizi 3 usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli umekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako. Bwana bariki maandiko yake. Basi kumbe Mungu alikuwa amefunulia mpaka mtumishi wa Mungu, alikuwa amemfunulia mpaka kumwambia punda ziko pande gani. Haleluya. Akamwambia usijisumbue kwa ajili ya kutafuta punda ziko wapi, maana tayari zimeonekana. Kwa hivyo kumaanisha Sauli akawa amejibiwa kwanza kile alikuwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna neno limeongezewa pale. Baada hiyo neno ilipoongezewa, basi mtumishi wa Mungu akasema namna gani? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Benjamini, mtu wa kabila iliyo dogo kuliko kabila zote za Israeli, na jamaa yangu nayo si dogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini. Kwa nini basi kuniambia hivyo? Haleluya. Basi Sauli hakufikiria, hakuwaza ya kwamba siku moja anaweza mwagiwa mafuta kuwa mfalme. Ndio maana anauliza hiyo maswali. Anauliza, si kabila yetu ni ile dogo, na hata nyumba yetu ni ndogo, inawezekanaje kuniambia hivyo? Basi ni kumaanisha Mungu aliachilia neema kwa Sauli. Manake neno la Mungu hapo mwanzo inasema Sauli alikuwa ni mtu mzuri kabla hajachanganyikiwa na kukosa kutii sauti ya Bwana. Alikuwa ni kijana mzuri, alikuwa ni mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akamchagua kuweza kumwagiliwa mafuta kuwa mfalme kwa ajili ya wana wa Israeli. Yeye kwa maisha yake hakuwa amewaza hata siku moja kama anaweza kuwa mfalme. Kwa sababu gani? Aliangalia ukoo wao, akaona kwanza wao ni wachache. Haleluya. Akaona wao ni wa kabila dogo, akajipima kwa macho ya mwili, akaona ni kama hawezi. Ndio maana akauliza, imewezekanaje basi wewe uniambie hivyo? Haleluya. Basi wakati ulipofika katika Samueli 11, neno la Mungu linasemaje? Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu wa watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wa Bwana na wakao na mikono na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Bwana bariki maandiko yake. Basi ikawa wakati ule Mungu amenena na mtumishi wake Samueli kwa ajili ya Sauli, akaweza kumtia mafuta kulingana na neno la Mungu, kumaanisha kwamba alipokea baraka ambazo hakuwa ana expect katika maisha yake.
Sema amen. Na hivyo ndivyo nimekuwa kwa watu wengi. Hata wakati mwingine nakaa hivi nafikiria, nasema ya kwamba kwa hakika Mungu ni mwaminifu. Manake hata kwetu sisi alifungua baraka ambazo hatukuwa tuna expect. Maana tujai expect kuwa watumishi wa Mungu, kuwa wachungaji. Hata igawa nilitamani ikiwa mdogo, lakini kulingana na ile kanisa nilikuwa naenda, basi ikawa ngumu, ikawa si rahisi kumtumikia Mungu pale. Kumbe ilikuwa ni sababu ya Bwana. Sema amen. Basi kutoka pale Mungu akafungua njia. Siku moja akaniita, sikujua kama Mungu anaweza niita kwa sauti. Haleluya. Akaachilia baraka ambazo sikuwa na expect katika maisha yangu kama naweza zipokea. Bwana Yesu asifiwe. Akaniita kwa sauti, kaniita Kilonzo. Haleluya. Niliposema naam, niko hapa baba, akaniuliza ukifanya ya dunia, nao yangu itafanywa na nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na pale ikawa ni mwanzo wa Mungu kunitafuta kumtumikia kwa ajili ya kazi yake. Sema amen. Kutoka pale tukaanza safari mpaka hata siku ya leo. Sikuwa ninajua kwamba kwa hakika tutakuwa mahali kama hapa, kwa uwanja ambao tumenunua, tumejenga hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni miujiza ya Bwana. Mpaka hata familia ni miujiza ya Bwana. Kila chochote tumepokea kwa hakika ni miujiza ya Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Basi huyu Sauli hakujua ya kwamba anaweza kuwa mfalme. Hakujua, hakuwa na expect hiyo, lakini Mungu akatenda zaidi ya expectations zake. Manake akienda kwa mtumishi wa Mungu Samueli, yeye alikuwa anaenda kutafuta punda, hakuwa anaenda kutafuta ufalme, hakuwa anaenda kutafuta kumwagiwa mafuta, lakini akapata Mungu amemtayarishia. Kuna watu wametayarishiwa baraka zao. Pokea baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Anga yako ikafunguke siku ya leo, maisha yako yakafunguke siku ya leo, in the name of Jesus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi watu hujidharau. Mtu anaangalia hivi, anauliza kwa hakika sasa mimi ni nani? Ni nani nipokee hii? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi hata uongopa kupita karibu na magari makubwa, manake anaona hiyo gari si yake. Anaona hapo hawezi akatoshea. Anaona ya kwamba yeye haisi akafika pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hata nilikuwa naongopa kushika fence ya airport. Naona naweza shika nikamatwe, maana ninaongopa. Sikujua siku moja nitaingia hapo na niweze kuingia ndege na niende mahali ninataka. Hapo nilikuwa nimeachia watu wale wanaonekana special. Haleluya. Kumbe Mungu ana mpango mzuri. Yeye amenituma siku ya leo, amesema kuna mpango mzuri amepanga kwa ajili yako. Yesu anaenda kutenda beyond your understanding. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema wakati umefika wa kuachilia baraka ambazo hata hatuwezi kuimagine. Mpaka itafika wakati kuna watu watakuwa na njichuna kuangalia kwamba kama ni wao, kulingana na zile baraka Yesu atakuwa ameachilia kwao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye yeye alikuwa anaenda kutafuta punda. Kumbe Mungu alikuwa na mpango mzuri kwa ajili ya kumpa baraka za kuwa mfalme. Sema amen. Yesu akaniambia kwa hii nyumba yake ana mpango mzuri kwa ajili ya watu wake. Ana mpango mzuri kwa ajili ya watumishi wake. Ana mpango mzuri kwa ajili ya watoto walio katika hii nyumba. Kuna mambo atafanya mpaka hata wewe mwenyewe utashangaa ni wewe ama sio wewe. Sema amen. Kuna mwana dada mmoja, mzee wake alienda akamwachia watoto.
naye akasomesha watoto kwa kung'ang'ana, kwa shida naye Mungu kumbe amempangia mambo mazuri. Kafika wakati wale watoto wakapata kazi nzuri na walikuwa naishi vibaya sana. Saa hii tunapoongea, mama anaweza hesabiwa katika wale watu anaweza itwa matajiri. Si boma, si shamba, si nini, anaishi vizuri. Sema amen. Akaishi yale maisha ambayo hakuwa na expect katika maisha yake. Sema amen. Haleluya. So Mungu ana uwezo wa kubariki beyond our imagination. Haleluya. Wacha tukasome pale Ephesians 3. Waefeso 3. Waefeso 3 hapo. Waefeso 3. Neno la Mungu inasema namna gani? Waefeso 3:20. Neno la Mungu inasema hivi: basi utukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawezayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Basi neno la Mungu inasema atukuzwe yeye ambaye anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo ama tuwazayo. Mambo tuombayo ama tuwazayo, Mungu anaweza tenda zaidi ya pale. Anaweza fungua njia zaidi ya vile tumeomba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa akinena nami akaniambia, mtumishi wangu, watu wangu wameandika mahitaji na mumeyaweka pale mbele. Haleluya. Mumeyaweka hapo mbele, lakini mtumishi wangu nakwambia kwamba naenda kutenda zaidi ya hayo ambayo tumeandika. Anaenda kutenda zaidi ya yale tunaomba mahali hapa. Atatenda hayo tumeomba na zaidi ya yale tumeomba tumeweka mahali hapa. Haleluya. Siyo neema itawale juu ya mtu mahali hapa. Si Yesu anga yako ikapate kufunguka. Yesu akafungue anga yako. Yesu akafungue maisha yako. Yesu akafungue baraka zako. Akafungue biashara zako. Akafungue ndoa yako. Akafungue watoto wako. In the name of Jesus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya mahitaji tuliandika hapa na tukaeka hapa na tukawa tunajitolea sana kuyaombea. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale wanasema, Mungu ukinitendea hayo tu niko sawa. Ukiweza tu kunitendea hayo, uniondolee maadui, nipate amani, pate kazi nzuri. Kuna wengine wamesema nipate mzee. Kuna wengine wanasema nipate mtoto tu. Kuna wengine wanasema tu nikipata tu nyumba ambayo si ya kulipa tu. Haleluya. Mimi Bwana nitakuwa sawa. Kuna wakati nilikuwa ninaomba, naambia Bwana, mimi nikiweza kupata chakula tu cha kulisha familia yangu, nipate pesa ya kulipa nyumba na school fees, Bwana mimi nitajitolea kukutumikia hata bila hizo vitu zingine. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na I was serious kulingana vile nilikuwa naangalia situation na iona wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Manake tulikuwa tunanunua ile unga ile ya kusiaga, ile ya kangunia, tunaweka hapo juu 5 kilos ama 10 kilos. Tunasema sasa hiyo ikiwa hapo, hatuwezi kosa tumafuta na hatuwezi kosa sukuma kwa ajili ya kutengeneza boga, na unga iko hapo. Sema amen. Kuna wakati kwa tunaishi hayo maisha. Basi ikawa kulipa nyumba ni Mungu tu, ikawa school fees tunatafuta zile shule ambazo ni cheap sana tupeleke watoto pale. Haleluya. Basi wakati niliomba hayo, within a very short time Mungu alifanya mambo zaidi ya vile nilikuwa na expect. Maana Mungu alifungua njia, apostle akawa na kazi, Mungu akafungua njia, tukashikana mkono, tukapata gari ya kwanza kwa miaka 5 kwa huduma. Bwana Yesu asifiwe. Within a very short time
anga ikafunguka, tukapata uwanja Mombasa Road kulingana vile Yesu alikuwa amesema tutapata. Within a very short time tukajenga nyumbani. Yani Mungu akatenda mambo makubwa, na hapa pia tunaendelea kubarikiwa kwa nyumba ya Bwana. Tukapata uwanja tukajenga. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu akawa anatenda zaidi ya our expectation. Siyo neema itawale juu yako siku ya leo. Kile umeomba kwa Bwana hakatende zaidi ya vile unavyowaza, hakatende zaidi ya vile unavyofikiria, maana yeye ni mwaminifu wakati wote. Hakatende zaidi ya vile unavyoomba, vile unavyotarajia. Bwana akatende, maana amenituma kaniambia, mtumishi wangu, mafuta ya leo si ya kawaida, ni mafuta ya baraka kwa ajili ya kubarikiwa, kwa ajili ya Mungu kufungua njia, kufungua baraka ambazo hatukuwa tuna expect tupokee katika maisha yetu, kumaanisha already yale tumeandika, majibu yako mikononi mwetu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Leo siku ya kawaida, siku ya anointing service, but siku ya kufungulisha baraka ambazo hujatarajia katika maisha yako. Bwana kaniambia kwamba itafika wakati wengine watajichuna, waangalie kama ni wao, kulingana vile watakuwa wamebarikiwa, kulingana vile Mungu atakuwa amefungua njia zao. Nikisema baraka ni aina nyingi. Hata ukiwa na afya ni baraka, ukiwa na amani ni baraka, ukiwa na ndoa ni baraka, ukiwa na biashara ni baraka, ukiwa na kazi njema ni baraka. Baraka ni za kila aina. Hata wakati unapomtumikia Bwana ni baraka. Wakati ule unapojitolea kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ni karama na ni baraka. Siyo neema itawale juu yako siku ya leo, anga yako ikapate kufunguka. Yesu akafungue njia za kipekee ambazo hauko na waza katika maisha yako. Sema amen. Yesu aliniambia watoto hapa, wengine Mungu atawainua wasababishe wazazi wao waingie mahali hawajaje expect ya kwamba wanaweza kuingia. Sema amen. Hata kuna watu tuliomba nao hapa wakapata kazi kwa ngazi za juu sana, isipokuwa wengine usahau, wengine hata wakapata kazi State House. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengine wakishapanda ngazi kama hiyo wanasahau mahali wametoka. Wewe usije ukasahau, maana naona watu wakibarikiwa, naona watu wakiinuliwa, naona watu wakibadilishiwa maisha yao kuanzia siku ya leo. Kile ambacho ulikuwa naomba, Yesu tayari ameachilia kwa mikono yako. Kile kimebakia ni kutenda zaidi ya vile ulikuwa na expect katika maisha yako. Kuna baraka zitafunguka ambazo si za kawaida. Anga yako itafunguka kwa njia ambayo si ya kawaida. Mungu atafungua njia zako kwa njia ambayo si ya kawaida, manake yeye ni mwaminifu wakati wote. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu atakuwa anaamka hivi, anasema na kweli ni mimi, ni mimi kweli. Kama vile watu naamka na aposto kwa nyumba isiyo ya kulipa Nairobi, mpaka tunauliza na ni sisi? Ni sisi tuko hapa, hatulipi rent, hakuna mtu anagonga mlango. Bwana Yesu asifiwe. Si kawaida, sisi hatuchukui kama kawaida. Tukitoka hapa tunaingia gari tunaenda nyumbani. Hata wakati mwingine watu tunajilazimisha kuiacha angalau tutembee kwa ajili ya exercise. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya baraka za Bwana Yesu Kristo. Basi hiyo neema iko hapa. Yesu amenituma kwa ajili yako ukapokee zile baraka. Anga yako ikafunguke na maisha yako yakafunguke, manake wakati wote Mungu ni mwaminifu. Simama mbele za Bwana, mwambie Yesu, niko hapa, niko tayari. Niko tayari kwa ajili yako ukatende. Niko tayari Bwana kwa ajili yako ukafungue njia ambazo si za kawaida. Niko hapa Yesu kapate kujitukuza. Simama tu mbele za Bwana, mwambie niko hapa kwa ajili yako ukajitukuze, kwa ajili yako ukatende
kulingana neno lako. Huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Sauli, hakujua ya kwamba anaweza kuwa mfalme, hakujua hata kidogo, mpaka alipofika pale akauliza, sasa mimi ambaye ni mdogo hivi, mimi ndio umeona ninaweza have hiyo position? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na akawa Mungu tayari amemchagua na amefanya divine connection, amemuunganisha na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo kupotea kwa punda kulikuwa na sababu kubwa kwa ajili ya wapendwa waanze safari, na katika safari Mungu anene nao na atende makuu katika maisha yao. Hata kama kuna kitu umepoteza leo, kunawezekana kuwa kuna sababu kubwa ya Mungu, maana wakati wote Mungu ana mipango yake. Haleluya. Hivyo basi ni juu yako, tamka neno mbele za Bwana, mwambie Yesu, niko hapa na umenena ya kwamba utatenda zaidi ya mawazo yetu, zaidi ya kile tumeomba. Unaenda kutenda zaidi ya mawazo yetu, unaenda kutenda zaidi ya vile tumeomba. Bwana, tunakungojea, tuko tayari, maana ni kwa nguvu zako na uwezo wako wa kipekee. Hatuwezi jambo lolote bila wewe Bwana. Ninaomba ukajitukuze na kutenda. Roho Mtakatifu, tawala kanisa lako Bwana, tawala kila mmoja wetu Bwana. Neema yako ikatawale kwa wingi kwa ajili ya watu wako Bwana. Roho Mtakatifu, tawala, tuongoze kwa utukufu wako Bwana. Tunasema kuna mwingine kama wewe. Jina lako likapate kuinuliwa, jina lako likapate kutukuzwa Bwana, maana unapigania watu wako, maana unatenda kwa ajili ya watu wako. Asante Bwana kwa ajili ya upendo wako. Umesema unaenda kutenda beyond our expectation, maana wewe ni Bwana, maana wewe ni Mungu. Una uwezo wa kutenda, una uwezo wa kufungua njia, una uwezo wa kujitukuza kwa ajili ya watu wako. Tuko tayari, tunakungojea Bwana, tunakungojea Yesu kwa ajili ya matendo yako makubwa. Tunanyenyekea kwako Bwana, maana umetumana kwetu Bwana. Tumekubaliana na neno lako ili likatimie katika maisha yetu, likatimie katika maisha yetu. Asante Bwana. Tunakungojea Bwana, tunakungojea Yesu kwa ajili ya matendo makubwa, maana unaweza yote. Unaweza fungua njia, unaweza fungua baraka, unaweza tenda beyond our expectation. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Hakuna mwingine kama wewe. Jina lako likainuliwe Bwana, jina lako likatukuzwe. Umetumana leo kaniambia kama vile ulivyobariki Sauli, na hakuwa anatarajia hizo baraka, hakutarajia kwamba anaweza kuwa mfalme, lakini Bwana kwa uwezo wako ukatenda. Bwana ukawa umetumana kwa ajili yake, kwa hakika akamwagiwa mafuta, na hapo hapo neema ya kipekee ikashuka juu yake kwa ajili ya kubarikiwa. Umesema kwamba umetumana mafuta leo kwa ajili ya promotion, kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya kubarikiwa. Bwana tuko tayari, tunakungojea Bwana, tuko tayari, tunakungojea, because we are ready to do beyond our expectation. Oh my Father, we glorify your name my Father. Tunakuabudu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunaitisha nguvu zako zikatawale, tunaitisha moto wako katawale mahali hapa, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako likainuliwe na kutukuzwa, maana unaweza yote Baba. Umetumana leo ukasema tumeandika yote tunayohitaji, lakini unaenda kutenda zaidi ya yale tumeandika. Oh, thank you Jesus. Umesema uko tayari kutu surprise, because your blessing can surprise us.
You can bless us beyond what we imagine. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili upendo wako. Kwa hakika unatenda, unafungua njia, unafungua baraka kwa watu wako. Tuko tayari, tunakugojea. Asante Yesu, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.